kwa umuhimu mkubwa mno na zaidi ya mno, na kwa msisitizo wa hali ya juu, waandishi wa habari, muniruhusu nisimame. Nasimama kwa heshima zote, na wasaidizi wangu katibu na mwenyekiti msimame. Tunatoa shukrani kwa Watanzania. Naomba nipige saluti kwa Watanzania, na wasaidizi wangu pigeni saluti. Tugeuke polisi kwa muda mfupi. Saluti kwa Watanzania. Mmetuamini, mmetuthamini. Al-Hikma Foundation, taasisi pekee Tanzania, Afrika na duniani yenye uwezo wa kuwakusanya watu katika viwanja hivi. Nyinyi ndio mmetupa imani hii, na nyinyi ndio mliotufanya sisi leo tuitwe ndio wenye jambo kubwa kuliko wote. Maua kwa Waislamu na Watanzania. Salute kwa Waislamu na Watanzania. Hatuna uwezo wa kuwalipa. Kila Muislamu na Mtanzania aliyekuja Jumapili ya tarehe 16 kwa Mkapa amepata nafasi au akakosa nafasi, Mungu ambariki sana. Mungu awafungulie milango yote ya kheri. Mungu awafungulie milango yote ya riziki. Mungu awafungulie milango yote ya baraka. Mwenye maradhi katika nyinyi, Mwenyezi Mungu amponye na amvue maradhi yake. Mwenye dhiki, Mwenyezi Mungu ampe faraja. Asiyekuwa na furaha, Mungu ampe furaha katika maisha yake. Asiyekuwa na uwezo wa kifedha na riziki, Mungu amkunjulie riziki zake. Watanzania mmenifilisi, hakika tuna deni kubwa kweli kweli kwenu. Naomba kuwasilisha na nitoe taarifa ya pili ambayo ni muhimu zaidi. Sasa nyinyi mtajua namna ya kutenganisha hizi taarifa, si ndio jamani Taarifa ya pili ni hizi ndoa. Naomba nizitolee ufafanuzi jamani, sawa? Naomba nifanye kama naanza fulani, nafungua fulani hivi. Ndugu waandishi wa habari, ndugu wa Tanzania kwa ujumla, mnamo tarehe 16 mwezi huu wa 3 mwaka huu 2025, tukiwa ndani ya uwanja wa Mkapa katika jambo letu, jambo kubwa zaidi kuliko majambo yote duniani, ni yale mashindano makubwa zaidi ya Qur'ani tukufu ya mabara yote ulimwenguni. Nilitangaza kwa niaba ya taasisi yetu ya Al-Hikma Foundation ya kuwa mwaka huu tulikuwa tuna surprise nyingi mno. Tulikuwa tuna tiketi 2 za hija za wageni wa mfalme. Tulikuwa tuna tiketi 9 za umra. Tulikuwa tuna viwanja 4 vya ardhi, 3 kwa ajili ya hadhira na 1 kwa ajili ya mshindi wa Kitanzania. Lakini kama taasisi pia tukatoa surprise ya robo karne. Tuliahidi na tukatamka hadharani ya kuwa mwaka huu tutawasaidia wauage ukapera na ubachela na ubachelati vijana 200, 100 wa Kitanzania na 100 tunapeleka Burundi. Huenda baadhi ya watu wanataka kujua why Burundi. Jawabu, Tanzania tukio hili tumelifanya, huu mwaka utakuwa ni mara ya 3. Kwa hiyo sadaka bora nyumbani tulikwisha anza. Mwaka juzi vijana 70 tumewaozesha. Mwaka jana vijana 100 tumewaozesha. Na mwaka huu tutaozesha tena vijana 100 wa Kitanzania insha Allah. 100 ya ziada, 100 nyingine ya ziada tukasema tuipeleke Burundi, kwa sababu ya baadhi ya viongozi wa dini wa Burundi walituomba ofa hizi pia tuzipeleke kwao. Na ukiangalia hali ya Burundi kidogo sio nzuri sana. Watu wa Burundi hali yao si nzuri sana kama hali yetu sisi hapa Tanzania. Kwa hiyo tukasema hapana, mwaka huu tuozeshe watu 200, 100 wawe wa kwetu wa nyumbani na 100 tupeleke Burundi. Pamoja na hayo tukatangaza ya kuwa tutawafanyia sunna. Sijui wengine sunna wanaelewa, lakini
tahara au kuwatahiri watoto wa kiume 1000. Ndugu zetu wa polikliniki na wao wakaongeza watoto 50. Kwa hiyo jumla watoto tutakaowafanyia tahara ni 1050. Utaratibu ukoje? Tunapokea simu, message mpaka tunazikimbia simu zetu. Naomba nitoe taarifa kwa wale wenye nia ya kutaka kulipiwa mahari na kusimamiwa ndoa zao. Kuanzia tarehe 10 mwezi unaokuja huu wa 4, tarehe 10 mwezi wa 4 hadi tarehe 30 mwezi wa 4, ni siku 20 takriban, tunaanza kutoa fomu hapa makao makuu ya Al-Hikma Foundation, mtaa wa Pazi, Kikale na Yombo. Fomu za kujiunga, fomu za maombi tunaanza kutoa tarehe 10 mwezi wa 4. Tusaidieni waandishi wa habari, hizi klipu zisambae, ziwafikie watu wote, ili mwenye nia ya kutaka na yeye kuingia kwenye jambo hili kuanzia tarehe 10 mwezi wa 4 mwaka huu 2025 ndiyo tunaanza kutoa fomu za maombi, na mwisho wa kutolewa fomu ni tarehe 30 mwezi wa 4. Kwa hiyo njooni makao makuu ya Al-Hikma Foundation. Mkifika hapo magetini mtakuta tayari fomu zipo, watu wachukue fomu wakajaze na warejeshe. Watakaporejesha, timu itakaa, itafanya mchakato na mapitio, kisha mtaitwa katika usaili, interview ya mwisho. Baada ya hapo, jambo likikamilika, tutatangaza mapema iwezekanavyo ndoa hizi 100 zitafungwa lini. Lakini upande wa watoto watakaofanyiwa sunna 1050, jambo hili tumelitua kwa jopo la madaktari wenye experience katika mambo haya, ambao watawafanyia sunna watoto wetu kwa njia za kisasa kabisa, sio njia zile za kuumizana za mwaka 47, njia za mpira za kisasa. Wiki ijayo, Mungu akipenda, madaktari hao watakuwa hapa ofisini kwangu. Waandishi wa habari, tutakuombeni tena muje msikilize wao wamejipangaje na wanatangaza lini. Kwa taarifa tu, wanataka haya majambo wayafanyie katika vituo vya afya vya serikali. Kwa hiyo wapo katika mchakato wa kufunga mazungumzo na uongozi wa serikali. Watakuja wiki ijayo kutuambia kwa Chanika kituo gani cha afya ambacho watafanyia jambo hili na tarehe ngapi. Mkuu wa chuo cha Kilimanjaro Institute of Technology and Management kilichopo Mwenge, Dar es Salaam na chenye ithibati na usajili wa NACTVET namba REG/ANE/029 anapenda kuwatangazia ofa maalum wahitimu wote wa kidato cha 4 2024 kwa kozi mbalimbali zikiwemo computer application, ICT for beginners, CCTV camera, video production, graphics design pamoja na sales and marketing. Kozi hizi zitaanza tarehe 2 mwezi wa 12 kwa awamu ya kwanza na tarehe 6 mwezi wa kwanza 2025 kwa awamu ya pili. Pia muhula mpya wa masomo kwa kozi za IT, hotel management na front office utaanza tarehe 8 January 2025. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0766348652 au 0717816034. KITM, elimu na ujuzi kwa maendeleo ya uchumi.